Amani ya Mwenyezi Mungu ipate kwa pamoja nawe, wapenzi watazamaji wa matangazo ya Tukutan TV kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV. Karibu na siku ya leo kwenda kukuandalia habari za muda mfupi, tukianza na habari za huku tarafani Fizi. Kiongozi wa tarafa la Fizi ameweka bayana mwishoni mwa juma hii kuhusu uvumi unaoenea katika eneo lake kwamba kiasi cha dola 13,000 za Kimarekani tayari zimetolewa na serikali ya mkoa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maendeleo. Kupitia tamko rasmi kwa wananchi, kiongozi huyo wa tarafa amekanusha taarifa hizo, akibainisha kuwa hadi sasa hakuna senti yoyote kati ya fedha hizo ambazo zimepokelewa kwenye akaunti ya utawala wa tarafa la Fizi. Aiza, kiongozi wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji alilaani vikali tabia ya baadhi ya watu wanaoeneza taarifa zisizo za msingi, na akisema kwamba vitendo hivyo vinachochea mkanganyiko na kupunguza imani kati ya wananchi na viongozi wao. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka serikalini, dola hizo 13,000 zimetengwa kufadhili mradi wa hatari inayoonekana unaolenga kuboresha miundombinu ya msingi katika tarafa chini ya mpango wa maendeleo ya maeneo ya vijiji. Kiongozi huyo amehitimisha kwa kuwataka wananchi kuwa na subira, umoja na uangalifu ili kuruhusu utekelezaji bora wa mradi huo mara pale pesa zitakapowekwa kuwa wazi. Na hapa Sami Kalonji anazungumza zaidi. Nilisoma kiua mtandao kutoka kwa shirika la kiraia ya mfuko za watu wenye kufanya biashara ya ongo na kuchafula viongozi. Watu hawa wanapenda sana kuishi misisi fasi ya uchimbaji za mazahau na kutafuta hela mkusema viongozi mbalimbali ongo na kuwatereze. Shirika za kiraia za kweli zinajua procedure mbele ya kutangaza habari yoyote. Kuhusu pesa 13,000 ya dolar za Amerika za tarafani Fizi kutoka kwa government la jimbo kwa kuboresha muradi kubwa za maendeleo ya vijijini, hizo pesa bado tarafani Fizi hayapokea kitu. Tulisha fungula konta kwa Kadeko, tulisha fanya kikao na community ya kuchakua muradi ya kutumika, tulisha chakua ma societe ya kufanya kutumika hii muradi, lakini mpaka hivi pesa bado. Mwezi wa 3 ilikuwa yetu ya kupokea pesa, lakini vita inakuya vuruka kila kitu. Kwa wenye kupenda kujua ukweli, ni vema kwenda kuuliza province. Wadepute provinciaux wachakuliwa wa tarafani Fizi, machef de secteur wote waine, wa administrator makamu wa tarafani Fizi wote wanajua hii habari. Fizi tarafani haikupata pesa, jiji la Baraka haikupata pesa. Sasa kwa nini kuchafula tu administrator wa tarafani Fizi? Ni kusudi wale ni chuki ya ubakuzi. Hata hivyo, mpenzi mtazamaji, nitakuwa na habari za ajali ya kutisha barabarani ambayo imetokea asubuhi ya siku ya Mungu katika kijiji cha Swima kilioko katika kundi la Babungwe kaskazini sekta Tanganyika ndani ya wilaya ya Fizi. Kwa mujibu wa mashuhuda, ajali hiyo ilihusisha gari la mzigo aina Beiben iliyokuwa ikitoka Uvira kuelekea upande wa kusini ikibeba bidhaa na abiria. Gari hilo lilipoteza mwelekeo na kupinduka kabla ya kutumbukia kikorongoni mbele ya kituo cha afya cha Swima majira ya saa 2 asubuhi. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva ambaye alikataa kuwaruhusu abiria kushuka ili kupunguza uzito wa gari, licha ya maombi ya baadhi yao walipoona hatari hiyo. Katika ajali hiyo, watu 5 walipoteza maisha, wakiwemo raia 4 na askari mmoja. Wengine 5 wamejeruhiwa na wanapatiwa matibabu katika vituo vya afya vya hapo jirani. Ni vyema kukumbuka kuwa tarafa la Fizi linapitiwa na barabara kuu ya taifa namba 5 ambayo inatajwa kuwa katika hali mbaya sana ya uharibifu. Njia hii ni uti wa mgongo wa shughuli za uchumi wa eneo hilo, lakini maombi ya kutengeneza yamekuwa yakipuuzwa kwa muda mrefu.
Wakaaji wa eneo hilo wametoa wito kwa serikali ya kitaifa na ya mkoa kuchukua hatua za haraka za kukarabati barabara hii muhimu ili kuzuia majanga kama na haya kuendelea kugharimu maisha wananchi na kuzofisha uchumi wa tarafa la Fizi. Nitakujuza na habari za uko mjini Uvira, mpenzi mtazamaji, ambako wataalamu wa sekta ya afya katika mkoa wa Kivu Kusini wanaunganishwa ndani ya umoja wa vyama vya wafanyakazi wa afya, Collectif Syndicat des Professionnels de Santé katika lugha la Kifaransa, wamefanya maandamano siku ya kwanza wakitaka serikali kuwalipa mishahara yao na posho zao za hatari ambazo wanasema hawajapokea kwa muda wa takriban miezi 18. Maandamano hayo ya amani ambayo yalianza kwenye mnara wa kumbukumbu yalivunjwa kwa muda mfupi na majeshi ya usalama kwa kutumia mabomu ya machozi, na hata hivyo waandamanaji waliendelea na matembezi yao hadi katika hoteli ya serikali ya mkoa iliyoko Kamvivira, ambako waliwasilisha waraka wa madai yao kwa viongozi wa mkoa. Katika kibarua chao hicho, wafanyakazi wa afya wametoa madai kadhaa muhimu, yakiwemo kuongezwa kwa mishahara na posho za kuongezwa kwa mishahara na posho zao kwa wauguzi zikiwa na kiwango cha chini cha franga 600,000 za Kongo. Vile kulipwa kwa malimbikizo ya mishahara ya miezi 6 kwa wale wanaoitwa maboko banke na miezi 19 kwa wale wa majumisho wajibu wa muda. Hata hivyo, kufunguliwa tena kwa akaunti za benki zilizozuiliwa katika TMB na Equity Bank ili kuruhusu malipo kuendelea. Kufanya mchakato wa malipo kupitia benki kwa wafanyakazi wote wa afya wa jimbo la Kivu ya Kusini. Kulipwa kwa sehemu iliyosalia ya robo 4 za mwaka 2025. Waandamanaji wameonya kuwa endapo serikali kuu itatoa majibu ya haraka na ya vitendo, wataanza mgomo wa muda usiojulikana hadi pale watakapolipwa haki zao. Mpenzi mtazamaji, twende maeneo ya uko kaskazini au mashariki mwa nchi ya Kongo. Gari aina ya Jeep linalodaiwa kuwa la waasi wa M23 RDF limevamiwa katika shambulio la kuvizia lililotokea lililotokea asubuhi katika daraja la Chisheke eneo la Kaembarini, umbali wa kilomita 38 kutoka mjini Bukavu. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, gari hilo lilikuwa na watu 11 ambapo wawili pekee ndio walionusurika wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Baada ya shambulio hilo, waasi wa M23 RDF walifunga barabara kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana wakikusanya miili ya wenzao na kuondoa gari lilokuwa limeharibika. Tukio hilo lilisababisha shughuli zote za soko la Mugogo na kazi za mashambani kusimama kwa muda mrefu. Inaripotiwa kuwa gari lililoharibika lilihamishwa hadi katika hifadhi ya silaha ya Kiembari. Tangu tukio hilo, hali ya usalama inaendelea kuwa tete. Wakaaji wameripoti vitendo vya ukatili ikiwemo utekaji wa vijana unaofanywa na wapiganaji wa AFC M23, wakidai kuwa ni sehemu ya uchunguzi waliotekeleza shambulio hilo. Tukio hilo linaibua tena hofu miongoni mwa wananchi na kuonyesha udhaifu wa hali ya usalama katika maeneo mengi ya vijijini mwa Kivu ya Kusini. Hadi sasa mamlaka za kijeshi na za kiraia hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hili. Tutakujuza zaidi mara taarifa kamili zitakapopatikana. Tumalizia habari zetu za kidiplomasia. Mkataba mpya wa amani kati ya DRC na Rwanda kujadiliwa Washington. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kuwakutanisha tarehe 13 Novemba mjini Washington marais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Paul Kagame wa Rwanda kwa ajili ya kutia saini mkataba wa amani. Kabla ya mkutano huo, mazungumzo ya upatanisho kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 yanaendelea mjini Doha, yakisaidiwa na Marekani pamoja na Qatar. Kwa mujibu wa Masad Boulos, mshauri wa Rais Trump, maendeleo yaliyopatikana Doha ni makubwa na yanafungua njia ya suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa mashariki mwa Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al Kualifu, amepongeza ushirikiano wa serikali ya Kongo na kusisitiza umuhimu wa mazungumzo ya amani kama njia ya kudumu ya kutatua mvutano wa kikanda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amehitimisha ziara yake nchini Misri kwa kufanya mkutano na jumuiya ya Wakongo wanaoishi mjini Cairo. Walikuwepo kwenye mkutano huo walijumuisha wanafunzi, wafanyabiashara, wafanyakazi pamoja na wanajeshi wa Kongo wanaopata mafunzo katika mji mkuu wa Misri. Katika mazingira ya utulivu na urafiki, rais alisisitiza upendo wake kwa diaspora akisema kuwa
Tamaa yake daima imekuwa ni kuona raia wote popote walipo wanaishi kwa furaha, kwa amani na kwa uhuru. Alipoulizwa kuhusu hali ya usalama katika mashariki mwa nchi, Rais Tshisekedi alielezea michakato mbalimbali ya amani iliyozinduliwa mjini Nairobi, Luanda, Doha na Washington. Alisikitika kutokana na kutokuwepo kwa Paul Kagame wakati wa kusainiwa kwa makubaliano ya Luanda mwezi Desemba 2024, akisema kwamba nia ya Rwanda bado ni za kivita na za kutaka kutawala. Kiongozi huyo wa nchi alihakikisha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijakubali kushindwa, akionyesha kuwa kidiplomasia ya Kongo inaendelea kufanya kazi kwa bidii, jambo lilofanya jumuiya ya kimataifa kuhusika katika kutafuta vikwazo dhidi ya Rwanda. Mwisho, Rais Tshisekedi alitangaza kuwa mazungumzo ya Doha yataanza tena wiki ijayo, na mjini Washington kutafanyika kikao cha mwisho kitakachoongozwa na Rais Donald Trump kwa ajili ya kukamilisha makubaliano hayo. Na ni hapa nitakuwa nimekwenda kutamatisha habari hizi kwa muda mfupi, mpenzi mtazamaji. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini. Karibu kwa mara nyingine na kwa vipindi vyetu vya hapo baadaye. Kwaheri.